Agizo la serikali kupitia Mheshimiwa Rais ambaye ndiye kinara wa nishati safi la kuzuia matumizi ya kuni na mkaa kwetu imekuwa fursa na ni fursa kubwa. Sisi tunatengeneza majiko banifu yanayotumika kwenye taasisi na kutumika kwenye kwa jamii majumbani. Sehemu hii ambapo wanatengeneza mkaa mbadala ni eneo muhimu sana unapozungumzia hifadhi ya mazingira, kwa sababu ukataji miti unaharibu mazingira. Lakini kwa kuangalia mkaa mbadala, unapozungumzia mazingira unazungumzia usalama wa nchi, unapozungumzia usalama wa chakula unazungumzia usalama wa nchi. Baada ya kupata mafunzo na nadharia darasani, tunakuja uwandani ili waone ni namna gani sera mbalimbali za taifa na serikali zinavyotekelezwa kwenye ngazi za mikoa. Ni kwamba unaisaidia serikali katika kutunza mazingira ili kuondokana na ukataji wa miti kwa ajili ya kuni, lakini vile vile jamii inaondokana na matumizi ya mkaa ambao unathari kwa binadamu. Madhumuni na hii inatusaidia kwa masomo yetu, kwa sababu ukiangalia kikundi chetu unapata watu wametoka kwa wizara mbalimbali na different agencies of government, so ni maafisa wa ngazi za juu. So hii masomo itawasaidia wakati wanafanya maamuzi yale yatakuwa inakuwa ya manufaa kwa wananchi na wafanyabiashara wale wanaendeleza uchumi wa nchi. Ulinzi wa taifa sio tu ulinzi wa kijeshi, lakini ulinzi wa taifa katika maeneo mbalimbali, pamoja na utunzaji wa mazingira, lakini pamoja na huduma zingine za kijamii. Uharibifu wa mazingira utaleta changamoto katika makazi. Utapoleta changamoto katika makazi, watu hawataweza kukaa. Maana yake usalama wao pia hautakuwa ule ambao hawatakuwa comfortable. Sisi kama viongozi ambao tunaandaliwa, tumejifunza darasani, tumefika hapa tumejifunza. Tutakapokwenda katika maeneo yetu ya kazi, tutaenda kushauri sio tu serikali, lakini na wananchi ambao tutakuwa tunakutana nao katika kutumia njia mbadala kama hizi za kutunza mazingira.